Mimi naamini mchezaji ni mwalimu anaamua nani acheze nani asicheze na kwa umuhimu wa mechi na mechi gani. So mimi kama mimi nitafuata maelekezo ya mwalimu, wakati wangu ukifika kucheza nitafanya vile mwalimu ambavyo anataka ili kusudi timu ipate matokeo. Hapo Kibwana, umekuwa upata nafasi ya mara kwa mara kama ilivyokuwa nyuma, lakini kila ukipata nafasi ni kama umekuwa unapata nafasi ya kucheza mara kwa mara kwa kile ambacho unachokitoa. Hii inatokana na nini? Lakini pia huwa unajifunza kitu gani ukiwa umekaa nje na watu wengine wakiwa wanapata nafasi ya kucheza? Mimi nadhani kwanza kila kitu ni uvumilivu, alafu ni wakati. So mimi kama mimi naamini katika Mungu na mwenyewe kujituma kufuata maelekezo ya mwalimu na kushirikiana na wachezaji wenzangu uwanjani, kuwa mtulivu wa kila kitu. Na mimi nikipata nafasi ili kusudi niweze kuipambania nembo ya Yanga. Umeshawahi kujifunza ugumu unaupata kwa sababu kwamba unakaa labda hata chumbani ukajifungia unasema ugumu eneo moja na pengine hapo tunataka kujua ugumu unaukabili. Hicho kwa mchezaji mwenye malengo ni kawaida. Lazima ufikirie kwa nini sipate nafasi ya kucheza, nifanye nini ili kusudi nipate nafasi ya kucheza na mimi mwalimu anitumie. Lakini pia uamini katika hivyo kufikiria ni mwalimu anaamua ni yupi wa kucheza. Pia ni wakati. So mimi kama mimi nakuwa mpole, nafikiria nini cha kufanya ili kusudi niweze kupata nafasi ya kucheza na mimi nitetee timu yangu. Moja kauli ambayo watu wengi sasa wanaitumia sana ni kazini kwangu kuna kazi. Yaani mtu akishaona kazini kwake kuna mazingira magumu au kuna ushindani, kazini kwangu kuna kazi. Wewe ndio ulianzisha baada ya kuja Ukwasu kaandika kazini kwangu kuna kazi. Ni moment ya namna gani? Lakini pia imekuwa ni muendelezo, ni mtu usikie kazini kwangu kuna kazi leo. Kwanza ile kauli sio kwamba nimesema yao sijui anapata nafasi, hapana. Ile nimependa kuitumia kwenye picha kwa sababu mpira ni kazi na kazi ngumu. Kwa hiyo lazima nikasema kazini kwangu kuna kazi. Na kwa hivyo sio mimi tu, hata wewe mwandishi utaitumia pia kwenye kazini kwangu kuna kazi. Ni neno zuri tu la kulitumia katika kazi yako. Wakati tunaenda kwenye dirisha dogo Kibwana, kulikuwa na tetesi zilama rumors tunasema juu ya kutolewa kwa mkopo. Yale uliyapata, uliyasikia na pengine kama uliyapokea kwa kiasi gani? Mimi siwezi kushughulika na hicho kitu. Management yangu ndio itashughulika na hicho kitu. Mimi kama mimi nitafocus tu na kazi yangu uwanjani. Kibwana, mnaamini mkiwa kwenye mechi, mnaenda kucheza mechi, wapinzani wenu wanawakamia? Yaani mnaamini hiko kwamba kwa sababu ni timu kubwa mnaenda kucheza na wapinzani wanawakamia? Hapana, siamini kwenye hicho. Mimi naamini tu naona wanafanya jitihada kwa sababu timu yao ipate matokeo, kwa sababu kila timu ina malengo yake binafsi na nani wa kutimiza hao malengo ni wachezaji. Kwa hiyo nao lazima wajitume na sisi tunajituma kutimiza malengo ya timu. Mtu kwao. Ninataka kupata hiyo moment. Mechi ya mwisho dhidi ya Mtibwa pale, ni nyumbani kwako, ni nyumbani kwenu, umeishi yani kila kitu pale, kuona vijana kama vile wadogo, lakini pia wameenda kutoa game tough na Yanga, lakini baada ya mchezo uisha tuliona ulikuwa ukizungumza na wachezaji wenzako mkaa mnataniana baada ya mchezo ule. Nataka kufahamu ilikuwa ni moment namna gani, lakini pia unaiona Mtibwa kwenye daraja lipi la kiushindani? Kwanza mimi kama mimi, wale ni familia yangu, nimekuwa sana katika Mtibwa, nimekuwa katika akademi ya Mtibwa. Kama ninavyoona vile wanavyopambana na fly, kwa sababu vijana wengi ambao nilicheza nao na pia wengine walikuja tulivyoondoka na najua malengo yao. Sasa nilivyoona wanapambana nikaona safi, nikawapongeza. Lakini naamini nao wanatimiza majukumu yao ambao malengo ya timu waliojiwekea na Mtibwa. Una miss Dennis Nkane? Lazima ni miss, ni ndugu yangu, rafiki yangu. Kiachana tu na urafiki, tumekutana katika mpira, lakini mazingira yetu ambayo tumeishi ni kama familia. Mmoja tukio gani unalikumbuka Dennis ambaye alikuletea utani ule kwenye mitandao ya kijamii? Nkane ni mtu wa masiala, so ana utani mwingi, kila kitu kwake ni utani tu. Kipindi ambapo mlikuwa mnacheza dhidi ya timu, ukimwangalia Dennis Nkane ni mchezaji wa namna gani kwanza wewe ulipokuwa mkitafakari, lakini pia kuna namna mlikuwa kwenye ule upande wakati yeye anafanya attacking kushambulia, wewe ulikuwa unakwenda kumzuia. Pengine hapa haikukupa ugumu kwa namna moja ama namna nyingine kumkaba mtu ambaye unamfahamu lakini si kumfahamu ambaye una mazoea naye? Hapana, yeye mchezaji na mimi mchezaji. Yeye yupo TRA na mimi nipo Yanga. So yeye anapambania timu yake na mimi napambania timu yangu. Tunaacha masuala pembeni, tunatimiza majukumu ya kazi yetu na vipaji vyetu. Ni mshambuliaji gani kwa upande wako ambaye umeshawahi kama anasema hakika huyu ni mshambuliaji hatari kwa kweli, na kwangu upande wangu ananipa shida? Nkane huyo. Nkane mchezaji mzuri, winga mzuri sana na ni mbishi pia. So mkikutana naye mtu kama beki lazima naye ufikirie. Nadhani unamfuatilia na unamwona. Neno lako kwa pacha wako, ndugu yako, rafiki yako, mshikaji wako Dickson Job VVD ambaye kwa sasa anauguza majeraha yake, unamwambia nini kama ndugu yako, ukiachia kuwa ni Yanga player mwenzio, lakini kama ndugu yako? Kwanza
Diki kama Diki, yeye ni mtu ambaye ana akili nyingi sana katika maisha. Naamini katika kipindi hicho anatakiwa kuwa mtulivu, nadhani anakijua hicho, na kila kitu kitapita kwake itakuwa historia. Mwenyezi Mungu amrudishe salama katika kazi yake. Shukrani. Asante sana.